Bwana Yesu asifiwe, mtumishi Mndeme. Amen. Naomba utupe leo, somo leo lilikuwa zuri. Tunapoanza majira mapya tujifunze kujiunganisha na Mungu. Kwa hiyo tunatamani mtumishi utupe kwa kifupi somo la leo. Watu wengi wamesahau kwamba katika neno la Mungu hatuishi kwa sababu tunaishi tu, bali maisha yetu yamewekwa kwenye vipindi mbalimbali. Hasa ukiangalia kitabu cha Mhubiri sura ya 3 kwamba kila jambo lina majira yake na kila majira yamewekewa jambo lake. Kwa hiyo wengi wanasahau tunapoanza majira mapya ni nini cha kufanya, ni nini wanachopaswa kusimama nacho. Na ndio maana leo nimewaelekeza juu ya wanapoanza majira haya mapya, ambayo leo ni tarehe Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 7 katika majira mapya ya kuanza miezi 6, na katika mwaka huu wa kifedha unaoanza katika taifa, kwamba haya nayo ni majira mapya. Lakini pia kiusharika tulipata matukio ya misiba. Inapotokea misiba pia ni mwanzo wa majira mapya katika maisha yetu. Na ndio maana nimwambia jambo la kwanza ni muhimu sana kujiunganisha na Mungu. Lakini pia jambo la pili, katika swala tu la kujiunganisha na Mungu, wazazi wengi wanapokuwa katika majira mapya wanasahau pia kuombea watoto wao. Unakumbuka katika Mwanzo mlango wa 17 mstari wa 17 na wa 18, Mungu anaongea na Ibrahimu juu ya majira mapya ya familia yake. Anamwambia jambo la kwanza, Sarai hataitwa Sarai, ataitwa Sara. Haya ni matokeo ya majira mapya. Nawe Ibrahimu utaitwa Abrahamu, utaitwa Ibrahimu. Lakini anamwambia mke wako atakuzalia mtoto ambaye tumbo la mke wako litazaa wafalme. Yalikuwa ni maandalio kwa ajili ya uzao. Na wazazi wengi wanapoanza majira mapya wanasahau kuomba kwa ajili ya watoto wao. Na hili naomba nisisitize sana. Ni ujumbe wangu kwa wazazi wengi kwamba wanapoendelea na maisha wasisahau kila wakati kuwaweka watoto wao mbele za Mungu. Hasa katika awamu 4 za shule. Awamu ya kwanza ni Januari. Wanapoanza Januari wasisahau kuwaweka watoto wao kwa madhabahu kwa njia ya sadaka na maombi. Awamu ya pili ni mwezi wa Pasaka. Tunapoanza April, Mei na Juni. Kwamba ni awamu ya pili watoto wanapoanza majira mengine ya awamu ya pili ya shule. Lakini pia kuna awamu ya 3 ya mwezi wa 7 ambayo watoto wanaenda kufungua shule. Wasisahau kuwaweka wakfu watoto wao kwenye madhabahu ya Mungu. Tukikumbuka kile kitabu cha Ayubu mlango wa 1 mstari wa 4 na 5, kwamba kila majira ya watoto wake walipokuwa wanaadhimisha kuzaliwa kwao na sherehe zao, Ayubu aliwapeleka mbele za Mungu kwa kuwatakasa na kwa njia ya kuwatolea sadaka. Hili nalo ni muhimu sana kwa wazazi wa leo. Katika swala hili la sadaka kwa ajili ya watoto, sisi wote tunakumbuka ya kwamba mtoto ni mtu wa thamani ndani ya familia. Mtoto si kitu tu anachoweza kulinganishwa na nyanya, anaweza kulinganishwa na mapezi, anaweza kulinganishwa na mapapai, anaweza kulinganishwa na matikiti. Mtoto, ni kitu cha thamani. Na kama mtoto tunamthamini kwa kumvisha, kwa kumlisha, kwa kumwandalia auti, basi tumuandalie sadaka inayoendana na thamani ya mtoto katika malango ya nyumba zetu. Nikushukuru sana mtumishi Mndeme. Nakushukuru kwa neno, umetulisha chakula kizuri sana. Mungu akubariki sana. Asante sana. Niwatakie wazazi wengi wanaonisikiliza baraka za Mungu pamoja na uzao wao. Mungu ashike wazazi, lakini ashike uzao wao, uwe uzao wa mafanikio, uwe uzao wa baraka. Amen.